Siku moja mahakamani nilimsikia Bwana Tundu Lissu, mwenyekiti wao. Tundu Lissu alisema hivi: endeleeni na kazi ya kujenga chama, nisiwakute nilipowaacha. Wangapi waliona ile clip? Alikuwa anawaambia viongozi wale wa Chadema, nisiwakute nilipo, endeleeni kujenga chama. Sasa mimi kwa akili yangu nikasema, huyu mbona kama kashawapa ruhusa, endeni kwenye maridhiano, kwa sababu wale wanaendelea. Sasa anawaambiaje nisiwakute nilipo? Maana yake anawaambia kama kuna mchakato wa maridhiano, nendeni mezani mkazungumze. Sasa wale kwa sababu busara yao ndogo hawaelewi wenzao wanawaambia endeleeni nisiwakute nilipowaacha. Kwa hiyo Lissu anataka maridhiano hayo yafanyike. Sasa hao jamaa hawaelewi. Wao wameng'ang'ana tu majukwani. Wameitwa Ikulu tarehe 30, wamegoma kweli. Nchi haijengwi kwa malalamiko ya jukwani peke yake. Nchi inajengwa kwa kukaa mezani, kwa kuzungumza. Na rais wetu ameonyesha njia. Tarehe 30 mwezi uliopita amewaita vyama vyote Ikulu Dar es Salaam kuweka msingi wa kujenga nchi yetu na msingi wa kujenga maridhiano. Piga makofi kwa Rais Samia. Hata leo huyu kigombana na mke wako yuko kwao, anasema mimi kwa kweli yule bwana sitaki, nataka nyumba ya Kilongarwila iwe yangu, nataka kala, na huyu na yeye yuko huku, kila mmoja anazungumza upande wake. Mtapata mwafaka? Njoo ukishakuja pale kwangu niambie, bana ile nyumba ya pale Mazimbu nataka iwe yangu. Halafu na mimi nitakwambia ile nyumba sio yangu, ile nyumba inamilikiwa na baba yangu, ni ya urithi. Kwa hiyo mimi nasema rais ameonyesha mwanga wa maridhiano, lakini wenzetu wanaohubiri masharti majukwaani waje mezani ili wayaseme wanayoyataka, na sisi tuwaulize hayo yanatekelezwa vipi. Watushawishi kwa hoja. Wakibaki kule kwenye majukwaa ya kisiasa, halafu wenzao wakaja kwenye mazungumzo, nani atakayezielewa hoja zao vizuri? Hakuna. Kwa hiyo rais kaonyesha njia kwenye maridhiano, na nilitaka nitumie jukwaa la Morogoro kuvitaka vyama vya siasa, msiishie kutaja orodha ya masharti mitandaoni, orodha ya masharti kwenye mikutano ya hadhara. Njooni katika mazungumzo, itikeni wito wa nia njema ambao rais ameonyesha. Halafu mkisha kuja kukaa, yale mnayoyasema tunataka hiki, sasa mtayasema tukiwa tumekaa mezani, tunaulizana, wewe unamaanisha nini? Namaanisha hivi. Hii sheria inasemaje? Inasema hivi. Tupite njia gani? Hayo yanawezekana kuzungumzwa mezani, hayawezekani kuzungumzwa kila mtu yuko nyumbani kwao. Morogoro hoi! Morogoro hoi! Na vyama makini vya siasa haviogopi kuzungumza. Tulizungumza na CUF Zanzibar baada ya machafuko yaliyotokana na uchaguzi wakati wa hayati Dr. Benjamin Mkapa. Tukakaa, tukazungumza, tukapata muafaka. Leo ule muafaka ndio umezaa serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Muafaka ule ndio ulizaa mabadiliko ya katiba ya Zanzibar. Juzi tulikuwa na shida na ACT. Wamekaa wazee, ACT wakaja, Chama cha Mapinduzi wakakaa, wamezungumza na wamefika mahala pazuri pa kupata muafaka. Lakini huwezi kupata muafaka wewe mwanamke huko kwenu unaongea na wazazi wako, mwanaume na yeye yuko Morogoro mjini, haja kusikia hoja zako vizuri, halafu mnasema mnasuluhisha ndoa. Mtapata suluhu? Mtapata suluhu? Suluhu lazima uje ukutane na mwenzako. Inawezekana ukikutana naye moyo wake kwa kutazama kwa mapenzi akasema, mke wangu basi ameisha, hebu njoo tujenge familia yetu. Hapo vipi?
kwenye meza ya mazungumzo. Hayo wanayoyasema majukwaani wayaseme kwenye meza ya nini? Ya mazungumzo. Watu wote wanataka nchi yetu iwe na amani. Watu wote hatutaki vurugu kwenye nchi yetu. Lakini vyama makini vya siasa haviogopi kuzungumza. Haviogopi kuzungumza. Kwa hiyo huu ni wito wangu, na mimi niwaombe sana wenzetu waje mezani. Rais nampongeza sana. Tena akasema maneno mazuri. Anasema bwana, wale wenzetu bado tunaendelea kutafakari, wanazungumza mazungumzo yao, wana masharti yao. Sasa hayo masharti si uende Ikulu pale, mwambie mwenyekiti wa CCM na rais, sisi bwana hoja zetu ni hizi tu, ukitatua hili na hili na hili, sisi tutapata faraja, tutaona mambo yanakwenda vizuri, na yeye ataiona nia njema yenu kwa sababu mmekuja kwenye meza ya mazungumzo. Lakini wewe unampa sharti rais, umekaa kule kwako, nataka hiki. Sasa huyu rais kachaguliwa, na yeye anapokeaje masharti kwako? Akiamua tu kusema haya masharti siyapokei, utamfanya nini? Tutumie nguvu ya hoja. Nimalize. Siku moja mahakamani nilimsikia Bwana Tundu Lissu, mwenyekiti wao. Tundu Lissu alisema hivi: endeleeni na kazi ya kujenga chama, nisiwakute nilipowaacha. Wangapi waliona ile clip? Alikuwa anawaambia viongozi wale wa Chadema, nisiwakute nilipo, endeleeni kujenga chama. Sasa mimi kwa akili yangu nikasema, huyu mbona kama kashawapa ruhusa, endeni kwenye maridhiano, kwa sababu wale wanaendelea. Sasa anawaambiaje nisiwakute nilipo? Maana yake anawaambia kama kuna mchakato wa maridhiano, nendeni mezani mkazungumze. Sasa wale kwa sababu busara yao ndogo hawaelewi wenzao wanawaambia endeleeni nisiwakute nilipowaacha. Kwa hiyo Lissu anataka maridhiano hayo yafanyike. Sasa hao jamaa hawaelewi. Wao wameng'ang'ana tu majukwani. Wameitwa Ikulu tarehe 30, wamegoma kweli. Sasa sio wanafurahia mwenzao yuko jela mule. Njoo mezani. Wewe si unasema huyu aachiwe, tunamwachiaje? Tuambie. Katiba hii, sheria hizi, tuonyeshe njia ya kupita. Kwa hiyo mwenzao kawaambia endeleeni, kawaambia kijanja, lakini hawa hawaelewi. Wanasema hatutaki maridhiano mpaka sharti hili, sharti hili, sharti hili. Sasa wewe, mimi nimegombana mimi na mke wangu, yule amekaa kwao na wazazi wake, mimi sitaki kurudiana naye mpaka sharti hili, sharti hili, sharti hili. Si uje tukae mezani tuzungumze? Hayo wanayosema kule kwenu yaseme mbele ya viongozi wa dini, tukusikilize na wewe utusikilize. Manake mengine ni ya faragha, hatuwezi kuyasema majukwaani. Sasa unataka mimi kwamba ulininyima unyumba mwezi wa 3, unataka naye nisimame jukwaani niseme? Morogoro oye! Yanasemeka jukwani. Na si tunayo ya kwetu, tunataka kuwahoji. Hii itawezekana kama wakija kwenye meza ya mazungumzo. Na dunia nzima wanafanya hivyo. Na rais ameonyesha njia. Mimi nampongeza sana rais wetu. Ameonyesha njia. Na tena ametoa kauli ya ustahimilivu kwamba wenzetu bado wanatafakari. Maana yake hajafunga mlango.